Wapendwa baba zangu, wapendwa mama zangu, wapendwa kaka zangu, wapendwa dada zangu, wapendwa Karumuna na Kanyanyazi, Mukama mulungi obude bwonna Mukama mulungi raze mbeera ze wa. Wazo letu la leo, hatua tatu za kukinywea kikombe. Hatua tatu za kunywea kikombe. Somo linalotuongoza ni kutoka Mathayo sura ya 20 mstari wa 22. Yesu aliuliza, mwaweza kukinywea kikombe nitakachoweza kukinywea? Yakobo na Yohane wakasema twaweza. Mama yao watoto wa Zebedayo, Yakobo na Yohane, aliwaombea, mmoja kuketi mkono wa kushoto na mwingine mkono wa kulia katika ufalme wa mbinguni. Yesu akawauliza, mwaweza kunywa kikombe nitakachokinywa mimi? Kikombe maana yake mateso. Wakasema twaweza. Kikombe sio heshima. Kikombe ni maisha yako, furaha zako na mateso yako, karaha zako na raha zako zinazokubalika kisheria. Kuna hatua tatu za kunywa kikombe cha mateso. Hatua ya kwanza ni kushikilia. Naomba tuseme kushikilia. Kushikilia. Unaposhikilia kikombe cha mateso unakiongelea. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya Mathayo sura ya 20 aliongelea juu ya kuteswa kwake. Ongea. Kuongea ni tiba. Ongelea huzuni yako, ongelea changamoto yako. Mtafute mtu unayemwamini msiri, ambaye hataenda huko anaelezea mambo yako, muelezee. Toa hisia zako zilizochemka. Wale wanasema utafera mumamige. Naomba tuseme utafera mumamige. Utafera mumamige. Neno hilo kufera mumamige ni kwamba una huzuni, una changamoto za maisha, unaziweka chini ya zulia, chini ya kapeti, lakini zinaendelea kukula wewe. Kwa hiyo unashikilia kikombe cha mateso, unakiongelea. Hatua ya pili, unakiinua kikombe cha mateso. Una aibu na mateso yako, unayainua ili wengine wajifunze. Yesu mwenyewe aliinuliwa msalabani, na pale tunajifunza mambo mengi akiwa msalabani, juu ya msamaha, juu ya kufanya kazi na kuitimiza. Inua mateso yako, usiaonee aibu, mkabidhi Mwenyezi Mungu. Kwa maana Biblia inatusambia mtwike Mwenyezi Mungu fadhaa zenu zote. Hatua ya tatu ni kunywa. Ni kunywa. Hatua ya tatu ina maana ni kutimiza, ina maana ni kushiriki mateso, ina maana ni kudumu. Kama katika ndoa una changamoto, jitahidi kuzitatua, uweze kukinywa kikombe cha mateso, uweze kudumu katika wito wowote, uwe wa utawa, uwe wa upadri. Kuna changamoto zake, jaribu kuzitatua na jitahidi kudumu. Ni kukinywa kikombe cha mateso. Hakuna utakatifu usio na msalaba. Hakuna Mkristo asiye na kikombe cha mateso. Kila mtu ana kikombe chake, kila mtu ana msalaba wake. Yesu alisema, jitwike msalaba wako unifuate. Kuna padri wakati anaanza mahubiri kule Marekani, umeme ulizimika.
Kwa hiyo na kipaza sauti kashindwa kufanya kazi, akapokea hali hiyo. Kama anashikilia kikombe, kushikilia ni kukubali, ni kupokea msalaba wako, ni kusema na haya ni maisha yangu, haya ni maisha yangu, sio ya mwingine. Akakubali hilo, akawaambia watu, sasa nitajitahidi kuhubiri bila kipaza sauti. Akainua kikombe chake cha mateso, akahubiri vizuri sana. Watu wakasema, leo padri, tumekusikia vizuri. Hakuwa na kipaza sauti, lakini alijitahidi kuongea kwa sauti ili watu wamsikie. Akatimiza kazi yake, akatimiza wajibu wake, kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyosema, yametimia. Lazima kutimiza kazi zako, ingawa kuna changamoto, ingawa kuna shida. Ni hatua 3 za kukinywea kikombe cha mateso. Tumsifu Yesu Kristo. Amina.